ibada hizi endapo mwanadamu atashikamana nazo, basi atapata bahati iliyokuwa kubwa ya kuweza kupata dua na sala ya malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allahu Ta'ala, huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Yeye Allah ambaye yeye pamoja na malaika zake hukusalieni nyinyi ili wakutosheni katika magiza mengi, kuelekezeni katika nuru. Abu Aliya anasema ya kwamba salatullahi ala abdihi thanauhu alayhi fil malai al-a'la, sala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake ni kwamba Allah huwa sifu wale waja wake katika kikao chake cha kule juu. Wa salatul malaikati, na sala ya malaika, ad-du'a wal istighfar. Sala ya malaika kwa mja inamaanisha malaika hukutakia wewe mwanadamu, wanakutakia msamaha, wanakutakia huruma kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama hiya al-a'malu allati yanalu biha al-muslimu hadha al-fadla al-'azim? Ni zipi sasa zile ibada ambazo mwanadamu Muislamu anapozifanya basi hupata fadhila kubwa hizi? Awalan, ibada ya kwanza, julusu fil musalla ba'da salatin. Baada ya kusali, tulia pale kwenye kikao chako baada ya swala. Ukibakia pale basi elewa na utambue ya kwamba unapata zile dua, sala za malaika. Almalaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi, taqul allahumma ighfir lahu, allahumma irhamhu. Mtume anasema ya kwamba hakika ya malaika wanamsalia mmoja wenu maadamu upo katika sehemu yako ya msala ambao ulimaliza kusali. Unamaliza kusali, unabaki hapo hapo ambapo ulikuwa ukisali. Ukibaki hapo, elewa na utambue ya kwamba tayari malaika wanaanza kumwambia Allah, ewe Allah mrehemu fulani, ewe Allah msamehe bwana fulani, ewe Allah mtizame kwa jicho la huruma bwana fulani bin fulani. Thaniyan, jambo la pili, intidharu salati, kitendo cha Muislamu kubaki sehemu moja msikitini, yuko anasubiri sala nyingine. Mtu wa namna hii anayesubiri sala nyingine ajue ya kwamba pia malaika wanaanza kumteremshia dua za rehma, dua za kheri. Jambo la tatu, taalimu nnasi alkhair, kuwafundisha watu kheri. Wewe mwalimu wa madrasa, wewe ambaye unayemwikalisha ndugu yako pembeni, uko unampatia mawaidha, unamkumbusha maneno ya Allah, jua ya kwamba tayari malaika wanaanza kuhesabilia, kukufanyizia dua mbalimbali na istighfar. Nasema Mtume ya kwamba inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi, hakika Allah, malaika zake na wale waliokuwa mbinguni, hata namla, mpaka zile sisimizi, fi juhuriha, zilizokuwa kwenye matundu yazo, wa hata alhut fil bahr, mpaka zile chewa zile wanazita balen kwenye bahari, yusalluna ala muallimin nas khaira, zinamsalia kila mwalimu anayewafundisha watu kheri. Arabia, jambo la nne, addu'a lilmuslimina bidhahari alghaibi, kuwaombea Waislamu kwa wakati mtu hayupo kwenye mgongo wake. Unamwombea mwenzako Muislamu dua nzuri ya kheri. Na hapa acha niwaambie Waislamu ya kwamba endapo utakuwa unamwombea ndugu yako Muislamu dua ya kheri, ujue ya kwamba na wewe hivyo hivyo malaika wako wanakuhesabilia, wanakuombea dua. Khamisa, jambo la tano, iyadatul marid, kumtembelea mgonjwa. Ndugu zangu Waislamu, unapoanza njia ya kwenda kumzuru ndugu yako hospitalini, tayari malaika wanateremka, wanaanza kusalia, sala zinaanza kuteremkia, bimaana dua na istighfar. Mwenyezi Mungu msamehe huyu fulani ambaye anakwenda kumtazama ndugu yake Muislamu fulani, wende ukampatie kheri nyingi. Allah mfanyikishe katika mambo yake, Allah mjalie, umsamehe katika makosa yake. Haya yote ni kwa sababu umekwenda kumtembelea ndugu yako aliyekuwa mgonjwa. Sadisan, majalisi dhikri, kuhudhuria
katika vikao vya dhikri. Mtume anasema inna lillahi malaikatun, hakika Allah ana malaika ambao yatufuna fi turuki, wanatembea katika manjia, yaltamisuna ahla dhikri, wanawatafuta watu wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wale malaika Mwenyezi Mungu aliwaumba, kazi yao ni kuzungurukaka tu kwenye mitaa mbalimbali, wanazunguka kwenye barabara, wanatafuta ni wapi pana kikao cha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Faidha wajadu qauman yadhkuruna Allaha haffahum biajnihatihim, wakikutana kuna kikao kinachomtaja Allah, kama vile tuko hapa kwenye Ijumaa, basi ujue ya kwamba malaika wako hapa tayari wanahudhuria. Wakitukuta tu tuko tunafanya kikao cha kheri, basi wanateremsha bawa zao, wanatufinika, kisha wanaanza kutusalia na kutuombea dua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.